ziendelee. Changamoto tulizokuwa nazo katika sekta ya elimu hapa Zanzibar kubwa zilikuwa 3. Ya kwanza ilikuwa ni ukosefu wa miundombinu, ambapo kila darasa lilikuwa lina watoto wengi mno, kama takwimu mlivyozisikia, watoto 100 au zaidi wanasomaji. Lakini vile vile kilikuwa kuna swala la kusoma zaidi ya shift moja, mikondo ile, nayo ilikuwa inasumbua sana na bado inasumbua. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu wa kujikita katika kuboresha miundombinu, na ndio hii tunayoiona. Skuli za ghorofa ambazo zina madarasa ya kutosha, watoto watasoma si zaidi ya 45, lakini ndani yake kuna vifaa vya kisasa. Kwa hiyo miundombinu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na kama mlivyomsikia waziri wa elimu, tumeanza na maghorofa haya na mengine 28 yanakuja, na sio mwisho, tutaendelea. Tutaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu, iwe kwa msingi, kwa sekondari na hata kwenye vyuo vikuu, kwa sababu tunatambua kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha. Tunatambua mambo yote hayafanyiki kama wananchi wa nchi hiyo hawana elimu ya kutosha. Kwa hivyo hili ni kipaumbele namba 1 kwa serikali ya awamu ya 8. La pili ambalo lilikuwa ni changamoto kubwa ni uhaba wa walimu. Kwa hivyo tumeona kwa makusudi kabisa, wakati tunaongeza madarasa haya, lazima tuongeze idadi ya walimu. Lakini vile vile si idadi tu, pia na fani zinazotakiwa. Kwa mfano, kulikuwa kuna uhaba mkubwa wa walimu wa sayansi na hisabati. Kwa hivyo tumeona kuna kila sababu sasa kuongeza idadi ya walimu, na hususan wale wa sayansi na hisabati, lakini wakati huo kuboresha maslahi ya walimu ili waweze kufanya kazi hii ngumu kwa ufanisi zaidi. Sote sisi ni mashahidi kwamba kama kuna kazi ngumu, basi kazi ya ualimu ni kazi ngumu sana. Ni lazima tuwaunge mkono kwa kuboresha maslahi yao ili watusaidie kufanya kazi ya kuwapa elimu vijana wetu. Changamoto ya 3 ilikuwa ni vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Katika skuli hizi tumeweka maabara, tumeweka maktaba, tumeweka vyumba vya kompyuta. Na leo ukiingia katika skuli zetu hizi, unakuwa na uhakika kabisa kwamba vijana watakaotoka hapa watakuwa na kiwango kizuri cha elimu. Na ndio maana skuli hizi si za sekondari peke yake. Tumeanza ujenzi wa skuli za msingi za ghorofa zenye maktaba, zenye maabara, zenye kompyuta, kwa sababu lazima huu msingi ujenge mapema. Na leo mimi nimefarijika sana nilipoingia katika hizi skuli, nikakuta vijana wale wakawa wananipa maelezo. Vijana sasa hivi wa skuli ya msingi wana uelewa mkubwa wa zile experiment zinazofanyika katika maabara za sayansi. Wana uelewa mkubwa, maana wakikueleza unafurahi kuwasikiliza. Lakini vijana wetu, zamani tulikuwa tuna vijana ambao wana kremu tu mambo. Leo ukimsikiliza mtoto wa skuli ya msingi na sekondari, unawaona wanavyojiamini, wana confidence, wanakueleza mambo yanakoingia. Lakini kubwa zaidi ambalo leo nimelishuhudia ni vijana wadogo hawa wanavyozungumza lugha ya Kiingereza. Si Kiingereza cha Kiswahili, Kiingereza cha Uingereza. Kuna mtoto mmoja leo alikuwa ananipa maelezo kwa Kiingereza, mtoto wa darasa la 6. Nikawa najiuliza huyu ukajifunza wapi? Manake lafudhi yake si ya hapa. Nikasema hawa watoto sasa hivi wako vizuri. Nadhani na huu utaratibu wa kuwa na kompyuta umetusaidia sana. Maana kompyuta zile wanajifunza mengi mule, ikiwemo lugha. Kwa hivyo bila ya shaka, zamani tulikuwa tunasema tuanze kuwafundisha watoto wetu lugha ya Kiingereza kuanzia sekondari. Tulichelewa. Mtoto anaingia form 1 hajui neno moja la Kiingereza, alafu anaanza masomo kwa Kiingereza na kwa mtihani mkubwa. Sasa hivi nashukuru kwamba watoto hawa wanaanza mapema. Ni jambo la msingi sana. Kwa hivyo ndugu zangu, baada ya kuyarekebisha mambo haya matatu, na haya tutaendelea.
tunataka shule zote ziwe za viwango hivi ili elimu iweze kuwa bora, sio bora elimu. Kwa hivyo wale ambao naona waliozungumza kabla yangu walisema kwamba ukitaka kujua mafanikio tuliyoyapata, tizama matokeo. Matokeo yameshaanza kujionyesha. Tunafanya vizuri mno. Mkuu wa mkoa amesema hapa, waziri amesema hapa kwamba ufaulu katika nchi yetu umeanza kupanda mno. Tulikuwa kipindi fulani skuli za Zanzibar katika ule mtihani wa kitaifa wa form 4 nyingi ndio zile 10 za mwisho. Tunaanza kutoka huko. Mkoa wa Kusini walikuwa chini sana katika elimu. Wao wanaanza sasa kupanda juu na wataongoza hivi karibuni. Kwa hivyo ndugu zangu, nasema matokeo yanaonekana. Mimi wala sitokaa hapa nitoke povu kwa kumjibu mtu. Wale sitowajibu hata neno moja. Kazi yangu mimi itakuwa ni kushika mkasi wangu tu, kutembea na kata tu. Hayo ni majibu tosha kabisa, sihitaji maneno. Mkasi utaongea. Chana na hawa wanasiasa ambao wamepoteza mwelekeo. Mheshimiwa amechanganyikiwa sana, wamefika sasa lile lililokuwa ndilo hawalioni kama silo. Na uzuri Mheshimiwa Rais leo, Mheshimiwa Spika yupo hapa. Mheshimiwa Spika ni shahidi kwa jinsi gani waheshimiwa wawakilishi tena wanaotoka hilo vyama vya upinzani wanazuia bajeti ya Wizara ya Elimu wakitaka wajengewe ghorofa. Wao wakienda kwenye uwanjani wanasema ghorofa si maendeleo. Kwa upande gani lazima tuwaelewe. Sisi tunataka tuwajue wanasimama wapi. Wakiwa kwenye baraza la wawakilishi wanadai wajengewe ghorofa. Wakienda kusimama kwenye viriri wanasema ghorofa si maendeleo, ghorofa si nini. Wanataka nini? Hawajielewa, wamechanganyikiwa. Adabu yao ni moja tu, Mheshimiwa Rais. Na jana wanafunzi walisema, mwambie Mheshimiwa Rais. Tena Mheshimiwa, hizi salamu sijapewa mimi, lakini message langu halijandishi. Wanafunzi wamesema wote ambao wamefikisha umri wa miaka 18 wameshajiandikisha na wanaenda kukutagua Dr. Mwinyi. Wao wanasema Dr. Mwinyi. Hizo ndio salamu Mheshimiwa wanafunzi walizozitoa kwa mambo mazuri ambayo umewafanya. Na ana sababu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Lakini Mheshimiwa wamekuwa na hoja, na mimi nimeangalia kwenye mikutano yao. Yuko mwanasiasa mmoja alisimama na akataja takwimu vizuri kabisa. Kwa mwaka huu skuli 3 za ghorofa zimefanya wanafunzi hawa division 1 hizi, 2 hizi, 3 hizi ni sawa, lakini alikuwa amemwambie 2020 matokeo yalikuwaje kwenye eneo hilo. Alikuwa atambie 2019 ilikuwa tukioni alijani. Asikutajia mwaka mmoja. Ukitaja namba bila kukompea hujatendea haki wala haina usahihi. Kwa hiyo yeye amesimama na kuaminisha watu kama magorofa haya hayasaidii, maana yake matokeo ya mwaka huu ni haya. Tuambie miaka ya nyuma eneo hilo matokeo yalikuwaje kabla hayajapotuliwa. Na mchale aende hadharani kama alivyotaja, ataje matokeo ya miaka 5 ya eneo hilo ya skuli hizo ambazo kazitaja. Kama kweli ana akili, wasiongee tu kwa jazba. Dr. Mwinyi amejipanga bwana. Dr. Mwinyi oye! Mkoa wetu uliimarisha ufaulu kutoka wastani wa 64% hadi 83.77. Na kutoka mwaka 2022, mimi nimekuja 23 hapa, hadi leo hii matokeo ya form 4 ya juzi, ufaulu umeimarika kutoka 83.77 hadi 92.49. Kwa wale ambao hawajui kufananisha mambo, kwa sababu performance inapimwa kwa matokeo ya mwisho kwa jambo lililoweka mwanzo. Moja ya jambo lililokuwa linatukwaza ilikuwa ni miundombinu, vitendea kazi na walimu. Hayo yote matatu umetupatia. Kwa hiyo wanafunzi wameshajiika, wazazi na walezi wameshajiika, wameshikamana, sasa ufaulu umeongezeka. Kwa hiyo wale wanaohoji waje wachukue mfano mkoa wa Kusini Unguja. Tumeimarisha ufaulu kwa kiasi kikubwa sana, na yote ni jitihada yako Mheshimiwa Rais
ambayo kwa sasa tunaona matokeo yake. Neema ziendelee.